Kiufupi, John, wewe ni nani? Ni wangapi kwenye familia yenu? Ni mtu wapi, mwenyeji wapi? Kwanza kabisa John ni jina ambalo limekuwa ni kwenye Love Me Again. Lakini asili kabisa mimi naitwa Nasir. Nasir ndo main kabisa jina la kuzaliwa. Nasir Saleh Mendes Khan. Yes. Bwana mimi kwa mtazamo ukiniona asili yangu ni Muhindi. Tuseme baba yangu mimi ni Muhindi, mama yangu ni Mwarabu. Lakini tumegawanyika. Yaani kuna ambao wamefuata kwa baba na kuna wengine wamefuata kwa mama. That's why watu wengi mimi wakiniona wanajua ni Mwarabu, na mimi mtu akiniuliza wananiambia ni Mwarabu. Lakini ni Mwarabu ambaye nimekulia Tanzania. Maisha yangu, masomo yangu yamekulia hapa. Japo Omani huwa tunaenda kusalimia mabibi mababu, lakini maisha ni hapa. Kifupi wewe ni wa huko, lakini makuzi yako makubwa yalikuwa hapa Tanzania. Yes. Nani alikwambia kwamba wewe una kipaji? Mimi bwana, mtu aliniambia nina kipaji kwanza ni mama yangu. Mamangu mzazi, masuala ya kuishi nyumbani. Kwa hiyo vituko vyangu, mimi ni mtu wa vituko sana. Napenda utani. Kwa hiyo mamangu mzazi alikuwa akiniambia, wewe unafaa kuwa mwigizaji, unafaa kuwa mtangazaji. Pia kwa sababu ni mtu ambaye ninazalisha sana, naongea na ndugu baadhi. Lakini kitu kilichokuwa inspired zaidi ni chuo pamoja na shule. Wanafunzi wenzangu, marafiki, wewe bwana unafaa, una muonekano. Kwa hiyo ilianzia huko. Watu walikuwa wakinizunguka ndio walikuwa wakinipush sana. Huko ndo ambako uligundua kwamba kipaji chako kimeanzia huko. Safari yako ya sanaa ilikuwaje? Yaani paka hapa ulipofika kufanya kazi na Sandra. Bwana, actually safari ya sanaa huwa zinaanzia mbali na kila mtu huwa na historia yake. Lakini mimi binafsi pia nilianza kupenda sanaa muda mrefu. Kwa hiyo zamani nakumbuka tulikuwa na makundi tofauti na sasa. Ilikuwa mambo ya wiwa, yes, mnaanzia huko. Lakini baadaye kabisa unajua kuna kitu kinaitwa physical appearance. Mimi pia muonekano ulinibeba. Mimi kabla ya kuanza kumovie, mimi nishafanya kazi za muziki nikiwa kama video king. Nimefanya kazi na kuna dada anaitwa Wema Brand D, kama unamfahamu, anaimba singeli. Nimeshoot na Sultani King Zanzibar. Kwa hiyo wale mimi ndo walinipa nguvu zaidi. Nilivyokuwa kama video king nikaanza kupata hamasa ya kuwa msanii. Huku nikiwa na shoot muziki, huku na kwenye nikawa na sanaa. Kwa hiyo ikaenda ila baada ya muda nilistop actually. Sanaa ya zamani ilikuwa haina nguvu. Yes. Kwa hiyo nikarudi nikawa naendelea na masomo na shughuli nyingine za kawaida. Lakini nakumbuka ilikuwa mwaka jana. Kuna msanii pia ni mkubwa kapitia kwa mikono ya Vevo, anaitwa Medic. Medic mimi alinicheki. Bwana uko wapi Kani? Nikamwambia niko Dodoma. Bwana njoo tufanye kazi. Umeona? Kwa mimi nikatoka Dodoma nikaja kwa Medic Chapa. Medic Chapa nimefanya naye kazi, kuna movie inaitwa Mabutu. Kuna movie inaitwa nahisi ni ya kishetani, ngome ya kuzimu. Nifanya naye kazi. Kwa yule pia akapata kunisogeza kwa namna moja au nyingine kwa sababu ni msanii mkubwa. Kwa safari yangu hasa ya sanaa ilianzia kwa Medic Chapa, yes. Na Sandra ulionana naye vipi paka mkaanza kufanya kazi? Sandra alipata kuniona kwa Medic, lakini sikuwa chaguo lake. Ila baadaye kwenye akaunti yake alitumaga posti kwenye hii movie ya Love Me Again kwamba anahitaji cast anayeweza kuitendea haki uhusika wa John kwenye movie yangu ninayoenda kuianzisha. Kwa hiyo kama kuna watu wana uhitaji basi wanicheck, namba ni hii hapa. Kwa mimi nikafanya naye mawasiliano. Baadaye akanianza nitumie picha yako, akaangalia kazi zangu. Basi alivyoona tunadhani kwa sababu kipaji alikiona, akapenda pia. Kaniambia bwana, nahitaji tufanye kazi na wewe. Njoo kwangu usimame kama main kwenye kazi zangu, yes. Hapo ndipo safari nzima ya wewe na Sandra ilipoanzia. Yes. Okay. Nikurudishe kwenye tamthilia ya Love Me Again. Siku ya kwanza Sandra anakuja nyumbani kwenu, ulijisikiaje? Kama ulikuta dodo vile chini ya mnazi? Yeah, for sure. Kwa sababu kuna muda tunasema movie ni maisha ya uhalisia tunaoishi, lakini ni ujumbe tunaofikisha kwa watazamaji. Kwa hiyo kile kitu kilikuwa kimeandaliwa.
lakini kuna kitu una feel ya unaona. Kwa hiyo actually nilipata mshtuko kwa sababu tumezoea kukaa nyumbani baba, mama, lakini leo naletewa ugeni wa msichana ambaye sikuwahi kuishi na mdada yoyote. Umeona? Kwa hiyo leo Sandra amekuja, ndio maana nikawa kama heartbreak, yani so mdada tu, mtoto mkali. Mtoto mkali actually, kwa sababu yeye pia ana muonekano. Mimi nikasema hapa hiyo ndo anasema muuza nyama sio fanyaje kwa muuza supu, ndo mambo yenyewe kama hayo. Actually baada ya Sandra kuja nyumbani, hali ya pale nyumbani, mahusiano ya kwako wewe na Suzi, ule urafiki ukawa umekufa kabisa. Ile kitu kwako ulikuwa umeplani au ilikuwa inatokea tu automatically? Unajua kuna tofauti ya mtu ukiishi naye. Suzi nilikuwa namchukulia kama friends au family friends. Kwa hiyo alipokuja Sandra ndani ya nyumba, yule tena sio rafiki. Tayari mimi nikawa na tension ya love kwamba nimeanza kuingia kwake kutokana the way alivyo mpole, nikimtazama macho yake, uzuri wake. Kwa hiyo tena Suzi nikawa na msahau sasa, naona wa nini tena, huyu ni kama ndugu tu. Hebu ngoja nguvu zangu sasa zihamie kwa nani? Kwa Sandra sasa. Kwa ndo maana unaona mitikasi ya Suzi tena ikawa haipo, na muignore, na mkataa. Unadhani kitendo cha wewe kununua zawadi, una mara kwanza umenunua I think kwa biscuit ile, mapili ukampelekea I think chocolate, kuna baadhi ya vitu baadaye kabisa nimeona umempelekea mpaka na simu. Kitendo cha wewe kumpelekea zawadi Sandra, wewe ni kama unatuharibia sisi wanaume ambao tunarudi nyumbani tupeleke vitu. Nimeiona hiyo. For sure. Lakini ndio maana nikasema pale pale tunarudi, movie ni maisha ya kufikisha ujumbe. Bwana, tukienda kwenye uhalisia, watoto wa kike wanapenda vitu vizuri. Yaani ukitaka kuwin kwa mwanamke, hebu wewe mpatie mambo mazuri. Yaani wewe hata kama utaenda kukopa, yani asijue kama umekopa au umeiba, lakini kikubwa umfikishie kitu kizuri, basi wewe tayari umemkisaikolojia, umemharibu. Yaani anaweza akaona sasa Mendez, huyu ndo mwanaume huyu. Hata kama unauza maji, akataja huyu ndo sasa mwanaume. Lakini unajua mwanamke ukishakuwa na wewe muda wote uko serious, yani unatengeneza uso wa kushape kwamba unamfokea, hauna gift zile, hata mwanamke mwenye brother unampoteza. Unapoteza, yani anapoteza. Atatokea watu wana fixed, unashangaa mapenzi yanahama. Chukua moja kwa moja. Sure yani. Sasa turudi pia kwenye hiyo tamthilia. Suzi ni family friend, lakini ni mwanamke wa namna gani kwako? Wewe ni mwanamke wa namna gani? Suzi kwanza ana muonekano. Ya unajua wale wanawake tunaongelea na muonekano. Unajua kwa sisi wanaume bwana, kwa dunia sasa hivi ukimuona hivi pap, yani unashtuka. Actually Suzi ni mzuri, ana muonekano, lakini pia kwenye maisha uhalisia pia ni mdada poa. Yani she's so charming, she's so cute. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana story, anapenda ucheshi. Kwenye hapo anapenda ucheshi. Suzi ni ukiangalia anapambana sana kupate, lakini unamkataa. Kwa nini unamkataa? Na ukimwangalia mtoto kabisa kaumbika na kila kitu ambacho mwanamke anatakiwa awe nacho, kwa nini unamkataa? Sasa unajua labda tunaweza tukasema kitu kimoja. Unajua haya bwana. Unajua Suzi ni mtu ambaye nilizoea kuishi naye. Tunaonana na tulikuwa hatuko kwenye mapenzi. Yeye ndo alikuwa na hisia na mimi, ila mimi nilikuwa namchukulia kama rafiki. Sasa leo naletewa nyumbani kitu kigeni, alafu kitu chenyewe sio kwamba labda ni kime expire. Kwa nini unamkataa Suzi? Na Suzi ni miongoni mwa wanawake ambao amekamilika kila kitu, yani sifa za mwanamke zote ukimwona kabisa sema huyu mwanamke anazo. Unajua sijamkataa, ila kwa sababu taarifa alokuja kuniletea ni ngeni. Kwa sababu Suzi ameanza kunionyesha mapenzi baada ya kuja Sandra. Kwa sababu kaona nitampoteza John. Kwa sababu John tayari ameanza kumpenda, Sandra ndo kaamua kuniambia ukweli. Lakini mimi nilikuwa namchukulia kama rafiki, namchukulia kama ndugu. Lakini sasa leo Suzi ni mwanamke aliyekamilika na muonekano, ndio maana hata unaona kuna mtu mwingine kwenye movie anaitwa King, amedata. Kwa hiyo sasa mimi unajua nimeletewa kitu kigeni, namuona Sandra anakuja nyumbani kwetu, alafu pia ukimwangalia she's cute, anavutia, ana muonekano. Kwa hiyo chaguo langu likawa kwa Sandra. Yani kaona sasa nahitaji mwanamke, nahitaji mpenzi, ngoja niwekeze nguvu kwa Sandra. Lilikujia wazo gani pale ulipotoka kazini uko kwenye gari na Suzi, ukamuuliza Suzi kwamba hivi mtu unayempenda naweza nikamtafutia zawadi ya namna gani? Lilikujia wazo gani? Na unajua kabisa huyu mtu anahisia na wewe japo unamchukulia kama family friends.
Kuna ile kauli wanasema akufukuzea kwambii toka. Kwa unamkataa. Yani unatengeneza mazingira ili yeye awe pembeni. Nilikuwa najua kabisa Suzi yeye feelings zake ni kwangu. So ili niweze ndio maana unaona sikutaja direct kwamba kuna zawadi nataka kumpelekea Sandra. Hivi ni zawadi gani unaweza ukampa mtoto wa kike na akafurahi, akaridhika, akaenjoy. Kwa hiyo yeye hakujua na alijua ni yeye. Kumbe mimi niko tofauti kabisa ila ningemwambia direct nadhani kungekuwa na mkanganyiko mkubwa sana Nikurudishe pale kwenye familia yako. Na maanisha mzee na bi mkubwa. Familia yako ni familia namna gani? Kwa sababu imefikia mpaka stage inavyoonekana kwamba mama yupo kwenye upande wa kwako wewe na Sandra. Mzee yupo kwenye upande wa Suzi. Ikafikia stage mpaka unapokonywa gari. Familia yako ni familia namna gani? Unajua kitu kinakuja tofauti tukienda kwenye maisha ya uhalisia kabisa. Wamama ndo huwa wanatutetea. Mama ndo ana guide familia. Mama ndo anaikingia. Baba yeye actually ni mtu wa kusafiri, mtu wa kutoka, anaweza akakaa miezi mitatu mpaka mwaka haonekani nyumbani. Lakini mama ndo anatengeneza familia na kuiweka sawa. Kwa hiyo mpaka unamuona Semeni ameweza kutumia ule uhusika kwa sababu anacheza kama mama. Anataka watoto wawe kwenye usawa. Japo sijajua kama yeye ameanza kuhisi mimi nampenda nani, ila yeye anatengeneza kitu kama mama. Lakini pia hata Tanu yeye kama baba haonekani yuko nje sana. Anaipenda familia nzima, anataka kitu kinyooke, kiwe straight. Na sababu ya kuninyang'anya gari hasa ni kwa sababu nilimwacha ndio maana doubt akasema nyinyi mmezoeana kila siku mnaenda wote sasa yani inakuwa hivi. Kwa hiyo ndio maana aliamua kufanya maamuzi kama yale. Siku ambayo mko beach wewe na Sandra. Then baadaye D akaja na Suzi. Then Suzi baada ya kukuona wewe na uko na Sandra akakimbia. Wewe kitendo cha Suzi kuwa pamoja na King, unadhani kwamba mambo yalikuwa washamaliza kila kitu au uko na feel namna gani? Yani kitendo cha kumuona Suzi akiwa pamoja na King. Unajua muogope sana mwanamke ambaye kuna mtu anampenda alafu kuna mwanaume mwingine anampenda. Yani hisia zipo kwa mtu mwingine. Kwa hiyo yeye unajua hisia za King zilianza kujieleza toka before nyuma kwamba mimi nampenda Suzi. Kwa mimi pia nilikuwa natambua katika maisha yetu kwamba King anampenda sana Suzi. Lakini kumbe Suzi hisia zake hazipo kwa nani? Kwa King. Yeye mawazo yake yote yapo. Ndio maana kila anachokiona yeye kwake anaona kama ni utofauti. Akiona na Sandra anaona tafrani. Kwa ndio maana hata beach aliweza kufanya maamuzi kama yale. Mtu aliyekuja naye ameweza kumkimbia kwa sababu kaniona mimi nipo na nani? Na sana hakutegemea kile kitu. Ila kwangu mimi nilichukulia easy kwa sababu nimeona ni watu nao wametoka out. Mimi plan yangu ilikuwa ni kumtoa Sandra. Tupate kuenjoy, kufurahi, lakini ghafla tu tumekutana na watu nikajua na wao tutajoin. Lakini kumbe mwenzetu alikuwa out of mood kabisa. Kwa hiyo sure. Baada na kurudisha nyuma kidogo, baada ya wewe kwenda kwa kina Sandra ukakutana na bibi yake. Kuna baadhi ya maneno ambayo uliyazungumza, bibi yake akasema na mimi nilikopo kwenye mawazo yangu nilikopo hivyo. Nahisi bibi alikuwa anataka kuja uliingiza wazo la bibi kuja kutembelea familia yenu. Akasema kwamba na mimi kichwani mwangu nilikopo hivyo. Yani kauli ile ulimchukulia bibi yake Sandra ni bibi wa namna gani? Kwa maisha ya kawaida unajua maisha yale yapo. Unajua wabibi tunaita wabibi wa Kiswahili. Yale maisha ukienda uhalisia kabisa mtaani yapo. Kwa hiyo unakuta kuna bibi anatamani mjukuu wake au mtoto wake kuna kitu akipate. Kwa sababu tayari alishaona hawa watu wako vizuri. Hawa watu wana pesa. Hawa watu wanaishi sehemu nzuri. Kwa leo mjukuu wangu amepata nafasi kama hii ni opportunity. Never come twice. Kwa hiyo ndio maana tunamuona anakuwa yuko charming sana, yani akiona tukio la Mr. Tanu, Semeni, yani yeye yuko hot, yani anapanda kama kitu anakipokea. Kwa hiyo mimi sikuona ajabu. Japo ilikuja kwa mshangazo. Sasa huyu vipi? Mbona ghafla tu hivi alafu lakini baadaye ikawa nikaona no more tu kwa sababu ni bibi hivyo. Kwa nikachukulia kawaida. Yes. Mimi waga nafuatilia sana comment. Kuna comment moja nilikutana nayo, kuna mtu mmoja akasema kwamba natamani sana John aweze kutoka na Sandra. Unalizungumzaje hili swala? Japokuwa hata wewe mwenyewe unakuwa mgumu sana kuzungumza moja kwa moja. Porojo nyingi. Shida nini ndugu yangu? Actually unajua ukizifuatilia comment
sometimes comment ndo zinatujenga kwa sababu wanaotutazama ni mashabiki. Mashabiki wanahitaji nini? Ila japo kuna muda ukiwasikiliza sana unaweza ukashangaa kuna mambo mawili. Ukaiinua kazi au ukaishusha kazi kwa sababu huwezi kuwasikiliza wote. Kweli, kwa hiyo unajua ili tufanye movie iwe nzuri na pia mapenzi hayahitaji haraka. Mapenzi ni kitu ambacho kinataka umwanze mtu taratibu. Ndio maana umeona kwangu mimi kuna zawadi. Mara nimemchukua, nimemtekenya, mara nimembeba. Sasa vile vitu unaweza ukashangaa, si lazima mimi nimwambie nakupenda. Yeye mwenyewe tu ndani ya feelings zake. Kuna mtu ananikea. Kuna mtu ananijali. Unakuta unapata nafasi kabla hata wewe hujasema pia. Yes. Unakuwa unamalizana nao. Mimi nikadhani kwamba wewe unaogopa kwa sababu mtu alishakwambia kabisa, ashakuonyesha go ahead bwana, huko wewe huko wewe na goli peke yake, golikipa kashaondoka, yani ni kufunga tu. Yeah, sure. Ndio maana nikasema kuna vitu vya kwanza, lakini kuna mtu mwingine unakuta mazoea halisi, kawaida. Mwingine anaongea tu direct kwamba baada ya siku 2 siku 3 hapo bwana Sandra, mimi nimekuelewa, nataka uwe mpenzi wangu 1 2 3. Yes. Yeah. Umenirudisha nyuma kidogo pale ambapo ulisema kwamba kumbeba. Nakumbuka kuna scene moja ulikuwa umembeba. Pale kulikuwa na ugumu kidogo wa kumbeba. Mara ya kwanza alikataa. Unadhani kwa nini alikuwa anakataa yeye kumbeba? Unajua alikuwa anasikia aibu. Ya, kwa hiyo kwanza aliona distance ya zile ngazi kunionea huruma, lakini pia alikuwa na aibu kwamba bwana mimi hapana nitatembea bwana. Lakini sasa kwa sababu ya love ili umtengenezee kitu, kwa hiyo ikabidi mimi nimforce. Unajua mtoto wa kike ni mtu anayependa kudekezwa. Kwa hiyo mimi zile moment za kwamba njoo nimemlazimisha zinazidi kumjenga yeye na kuona kweli huyu mtu yuko yes. Playboy. Amna, sio playboy bwana. Nikurudishe kwenye safari yako ya uigizaji. Ni sehemu gani ambayo ulikutana na changamoto ambayo ukasema hapa nahitaji kuacha, ishakuwa ngoma ngumu? Bwana, changamoto ya sanaa ile nikuta kubwa. Sitasahau tuseme kwa Medic Chapa. Hiyo ngoma nilokuambia kuna movie inaitwa Ngome ya Kuzimu. Hiyo movie bwana, Medic anapenda sana vitu vya uhalisia, yani akiandika story anataka muifanye. Ndio maana unakuta story zake zinaweza zikachukua muda mrefu kwa sababu anaumiza sana kichwa. Kwa hiyo kulihitajika kwenda makaburini. Tulienda makaburini saa 8 usiku, nilichomwa na miba kule. Unajua makaburi ni sehemu ambayo yanatutisha. Kwa hiyo mimi ilibidi na mule nilicheza pia kama main. Movie zote mimi nashukuru Mungu nimepita kama main. Watu wananiamini sana. Kwa hiyo nafurahi. Kwa hiyo nilienda makaburini saa 8 usiku, mzee, giza lile. Alafu nitakiwa niende makaburini katikati. Nabeba maiti, nimefanya hichi. Hata kama ubebi maiti kweli, lakini sasa zile moment za kutoka pale unaambiwa hebu action. Mpaka kuna muda nikaa naogopa. Siendi kule paka bila mtu nini. Kwa hiyo vile vitu bwana nikikumbuka vilinipa ugumu, lakini kwa sababu nilihitaji kuwaonyesha kitu wa Tanzania. Nilihitaji nifanye jambo watu waone. Nilijitoa, nikafanya. Na kweli baadaye kitu kilifanyika kizuri, kikaonekana. Yes. Kurudisha kwenye maisha yako ya uhalisia. Je, kitu ambacho unafanya kwenye tamthilia ya Love Me Again kinaendana na maisha yako ya uhalisia? Kuna vitu lazima vitamatch kidogo. Vitu kama hivyo vya mapenzi vipo sometimes tunapenda, tunapendwa, tunaumizwa, tunaumiza, sababu huwezi kuniambia hata wewe hujaumiza mtu. Hiyo ipo. Kwa hiyo ni vitu vina match. Kwa hiyo unakuta vilitokea vinaendana. Yes. Kwa hata zile tabia za kupeleka vizawadi vidogo nini? Actually iko hivyo. Bro, mimi nikipenda napenda. Napenda kupenda. Alafu pia najali. Kwa sababu sifa ya mwanamke ukitaka akupende na asikuseme vibaya, wewe muonyeshe care. Yaani hata kama zile zinasemaga kwamba huniridhishi, anaweza akakufichia madhaifu kupitia wewe unavomjali. Mwanamke anahitaji vitu vidogo sana ili aweze kutambua thamani yako. Ila ndio maana kurudishe nyuma nilikwambia ukishamuonyesha tension ya hasira, yani muda wote wewe uko serious, John muda wote uko serious. Unajua hata anakuogopa anaanza kusema huyu vipi bwana, mbona mshikaji fulani hayuko romantic nini, lakini wewe ukaonyesha kujali. Brother, lazima nafasi uzipate. Sure. Kwenye safari yako ya sanaa ni mafanikio gani ambayo umeyapata ukasema sanaa imeniletea hiki? Mafanikio niliyopata kwenye sanaa, unajua tunaweza tukasema mafanikio si lazima pesa. Kwa hiyo mfano naweza nikasema kwa sanaa nilipoanzia, Medic alinitengenezea kitu. Kile kitu kanipush
Umeona Kwa mfano nilienda paka kwenye Skitu, kwa hiyo nikapita huko. Leo hii kwa mfano niko kwenye akaunti kubwa kama ya Sandra Official. Sandra amenifanya watu wazidi kunijua zaidi. Leo mimi napigiwa simu sana, natafutwa. Yaani leo ukiingia kwenye akaunti yangu ya TikTok, mzee so poa. DM kibao. DM kibao, hata followers mzee zinapanda. Yaani kila siku mimi kwa siku nikiingia kwenye akaunti yangu, sikosi followers 10 lazima wawepo kila siku. 10, 15, mimi nimekosa sana 8. 15k. Nani watu wanaingia kila siku. Kwa wiki unakuta nakusanya watu. Kwa ile kitu kwa sababu nimepita kwenye mikono tayari nipo kwa Sandra, nazidi kukua zaidi. Kwa kitu faida kubwa ni watu. Watu wanazidi kuniamini ninachokifanya. Unajua ukifanya kitu kizuri basi watu lazima watakutafuta. Kwa hiyo nashukuru Mungu hata simu pia zinaingia, ila bado sijaamua kufanya maamuzi. Unakuta watu wanakupigia bwana njoo fanye kazi huku, njoo huku, lakini mwisho wa siku unaona kwanza tayari huku mimi ni main. Nahitaji kutuliza kichwa, nahitaji kufanya jambo zaidi. Kabla sijaamua kufanya maamuzi haya, basi kuna kitu nikifanye zaidi ili wale watu wazidi kunitamani mimi zaidi. Kwa hayo ndio mafanikio yangu makubwa, ni watu wanazidi kuniona na kunipenda zaidi. Fupi ni branding. Brand inazidi kupanda yani. Yes. Na unamzungumziaje bosi wako? Ni mtu wa namna gani? Tunaweza tukasema ni mtu peace sana. Ni mtu muelewa, ni msikilivu. The way unavomuona naweza nikasema ndo maisha yake. Sandra ni mtu ambaye maisha ambayo unamuona kwenye movie, kwa mimi ambavyo nilivyokuwa namuona, yani kwenye movie zake za nyuma nikimuona nikaa nasema labda hivi kuna mtu unamdefine tofauti, lakini maisha uhalisia yake alivyo ndivyo alivyo. Mpole, mcheshi, msikivu, kitu kibaya umekosea anakuita. Tofauti na ile mtu, kuna mtu anaamua kufanya maamuzi mengine, bwana hichi hakifai, anaweza kawaita crew nzima, bwana John labda fulani hichi kitu sio kizuri, kiwekeni sawa. Kwa ni mtu ambaye amenyooka. Na kwenye maisha brother, ukimpata mtu ambaye yuko straight, huyo ndo wa kudumu naye na kufanya naye kazi, kwa sababu anahitaji pia na wewe uzidi kutoka zaidi. Sababu laiti kama akiamua kuacha, si anakuacha tu. Yeye tayari ameshatengeneza jina lake na anajulikana. Wewe uliokuwa nyuma yake anataka pia upande zaidi. Kwa hiyo nadhani ni mtu peace sana. Tunamkubali kwenye crew yetu, mtu ambaye anajiheshimu, anajitambua, anatambua thamani ya watu, anatuheshimu pia sisi. Kwa hiyo yuko vizuri sana. Tutegemee, nikurudishe kwenye tamthilia kidogo. Kwa hiyo tutegemee siku yote tukaona mahusiano yako wewe na Sandra tofauti na movie. Kwenye movie mahusiano ya vipi hapo? Bado sijakaa. Bado nakuona bado unapeleka vizawadi nini? Sure. Actually bado sijaamua kusema. Nazidi kumvuta ajaye kwenye mfumo. Ajaye. Kwanza sometime natamani yani yeye mwenyewe tu siku aseme John, nakupenda. Yani I feel moment zile, unajua kuna kitu nakisubiri kwa sababu mimi najitahidi kuonyesha nguvu, unajua sometimes kwa hiyo lakini itafika wakati mimi lazima nitasema, kwa sababu mimi ni mwanaume, mimi ni gentleman. Kwa hiyo itafika wakati zile zinachosha kila siku kumfuata tu, kumpandisha kwenye ngazi, nahitaji muda wake zaidi. Kwa hiyo itafika wakati inabidi niseme bwana muda umefika sasa mama. Paka mama anashangaa, kijana wangu alikuwa apigi simu huyo. Inakuaje sasa hivi muda kazi anapiga simu? Anahamisha nguvu, sasa hivi nguvu nyingi. Yaani hata familia nzima inaona jamaa vipi? Mbona kama nguvu nyingi zipo kwa Sandra tena? Sio kama zamani yani, unajua. Mama nahisi kashtuka. Mama kuna kitu amehisi. Ila kama mzazi hawezi kuwa direct. Akaanza kusema sijui Sandra hivi na hivi. Turudi kwenye maisha ya kawaida. Unafanyaga nini ukiwa nje ya kazi za kuigiza? Yaani baada ya kuigiza nini, ukisharudi nyumbani unafanyaga nini? Binafsi mimi tuseme ni mfanya biashara na pia nasimamia biashara za mzee. Baba yangu ameshafariki. Kwa hiyo mimi kuna baadhi ya asset ameziacha, ndugu kama ndugu watu nasimamia. Kwa hiyo huwa napata time naenda hivyo, lakini pia na mimi huwa natumia taaluma yangu nilosomea. Kwa hiyo huwa naitumia hiyo pia naikuza, inanipush pia. Lakini sana ni businessman. Kwa hiyo nimesoma lakini businessman, najishughulisha sana biashara. Sasa tuambie usomea nini? Mimi nimesomea masuala business and journalism. Mimi ni mtangazaji. Kumbe ndo maana una flow. Mimi ni mtangazaji. Kwa hiyo mimi ni journalist mkubwa. Ila ukubwa bado wa brand haujakuwa, ila ndo kitu ambacho nimesomea na ni taaluma yangu. Yes. Na nikurudishe pia kwenye maisha ya kawaida, kwenye iko uangaliaje movie? Fikiria baada ya kufanya kazi zaidi ya hiyo unachokifanya? Ndio vitu ambavyo napenda sana. Baada ya kumaliza shughuli zangu ngumu, mimi vitu vyangu pendwa ni music, movie. Natulia na check. Na hizo movie ambazo unakuwa unaangalia ni movie za namna gani? Ni movie za kibongo au ni international zaidi? Ni mpenzi wa international,
japo kwa sasa nguvu yangu kubwa nimewekeza kwenye movie zetu. Kwa nini naangalia sana movie zetu? Unajua hizi maproducer wamekuwa wengi sana. Tunahitaji kujua mwenzetu amefeli wapi, sisi tuongeze nini. Kuna mtu kafanya hicho. Kwa hiyo unapopata kuangalia leo kwenye series nyingi, unajua kwenye Love Me Again kuna kitu. Ushindani, hii ni biashara. Tunachokifanya sisi ni biashara. Biashara yetu ni kama ya dukani, kuna mchele wa Mbeya, kuna mchele wa Morogoro. Kwa hiyo tusipokuwa kuangalia vitu kama hivyo inakuwa ni ngumu. Lazima tupate kwa wenzetu, tunaona makosa yao ili sisi tujirekebishe na sisi kazi yetu izidi kwenda zaidi viral. Yeah. Hapo ulipozungumzia kuhusu ushindani, unaweza kuniambia ni tamthilia zipi ambazo ukikaga unasema hapa kuna kitu fulani nimekiona? Zipi tamthilia zako kama utapenda kuzungumza at least 5? Unasema hii na hii na hii na hii, it's the best. Kwenye hilo naweza nikasema zipo, lakini hata sisi ni the best, kwa sababu kitu ambacho kimenishangaza sana mimi kwenye akaunti ya Sandra, siku ya kwanza tunaposti episode ya kwanza, yani jinsi ilivyotembea, yani ndani ya masaa 12, sio ilikuwa masaa 12, yani viewers ambao tulipata, yani wenyewe hatukutegemea, tuliona kitu kimeenda.